Klabu ya Dar es Salaam Young Africa kupitia kampuni ya wakili ya MS Nassor & Co. Advocates imewasilisha barua ya malalamiko mazito ya kisheria dhidi ya kampuni ya EFM na TVE ikilalamikia kashfa zinazotolewa na mfanyakazi wa kampuni hiyo Wilson John Oruma mchambuzi katika uchambuzi wake wa michezo ambao Yanga imedai kwamba unachafua taswira ya klabu hiyo. Katika barua hiyo, Yanga imesema mchambuzi huyo amekuwa akitumia studio za EFM na TVE kutoa taarifa zinazodai klabu hiyo inashinda kwa njia za rushwa na kupanga matokeo, hatua ambayo imedai inapunguza heshima, inavuruga mikataba ya udhamini na kuchochea chuki, ikiainisha mambo kadhaa kama msingi wa malalamiko yake, yakiwemo madai ya kampeni endelevu kwenye vipindi vya EFM na TVE ambao imedai watangazaji wake wamekuwa na utaratibu wa muda mrefu kuichafua klabu hiyo, ikitolea mfano uchambuzi uliofanywa na watangazaji baada ya ushindi wa bao 6-0 dhidi ya Mbeya City, ambapo kauli zilizotolewa ziliashiria mchezo huo haukuwa wa haki. Young Africans imedai uchambuzi huo umeonyesha kutokuwa na imani na uhalali na ushindi huo, huku ikitaka mamlaka husika kuingilia kati, ikitafsiri hatua hiyo kama ni kuivunjia heshima, kwani kitendo hicho kinaharibu jina, hadhi na heshima ya klabu kwa wanachama na mashabiki na wadhamini. Sasa Yanga hawajaishia kwa mchambuzi pekee, bali sasa wamehamia hata kwenye kituo chenyewe cha EFM lakini pia na TVE. Tunafahamu taarifa zimetoka kwamba Yanga wameamua kuchukua hatua ya kwenda katika vyombo vya sheria kumshitaki, ikitaka Wilson Oruma mchambuzi atoe ushahidi juu ya tuhuma zake kwa Yanga kwamba ilitoa rushwa kwa Mbeya City.